Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Kwa hiyo mwananchi yoyote ambaye atakata mti atakuwa ametusaliti watu wa Morogoro. Miti tutakayoikata inabidi tukubaliane sisi wenyewe kwamba hii tuiondoe kwa sababu kadhaa. Na ndiyo maana kabla ya zoezi hili leo kwenda kulianza, tulikaa vikao vya ndani kuratibu jambo hili kama maelekezo ya mwenyekiti wa CCM walivyozungumza. Miti hii tutakavyoipanda haitotolewa tena. Wataalamu wamefanya tafakuri na wamefanya tafiti za kina juu ya hii miti inayoenda kupandwa ili iishi na ikae muda mrefu. Ndugu zangu watu wa Morogoro, tunayo changamoto ya kuunguza milima yetu ya Uruguru, jambo ambalo ni baya sana, linatuondolea heshima yetu. Tusirudi kwenye tamaduni hiyo. Tulinde milima yetu kwa maana ni urithi wetu. Tupande miti yetu, tulinde vyanzo vyetu vya maji. Tusifanye shughuli za kibinadamu kwenye milima yetu, kwenye vyanzo vyetu vya maji, kwa maana ya ukame unapofika unatufika wote watu wa Morogoro, na Morogoro ndiyo vyanzo vingi vya maji vinaanzia na vinapelekea kadhia kubwa Pwani na Dar es Salaam na hatimaye taifa kubwa kuangamia. Niseme kwanza nishukuru sana kwa uwepo wenu leo hapa. Nimshukuru mkuu wetu wa wilaya kwa kusimamia zoezi hili, na nishukuru serikali yetu kwa maelekezo haya ambayo yanalenga kuiokoa na kuitunza jamii ijayo. Ndugu zangu, hakuna sadaka iliyo kubwa kama sadaka ya kuitunza mazingira, kwa sababu ndio uhai wa nchi yetu na taifa letu. Morogoro tunafahamika kwa Morogoro ni ya kijani. Hapa katikati tulikosa mwelekeo na kukosa taarifa na elimu. Hivyo nishukuru serikali kuhakikisha kwamba inasimamia jambo hili na kuirudisha Morogoro kwenye ukijani wake, lakini kurudisha taifa kwenye ukijani wake. Hivyo niwaombe ndugu zangu, miti hii haipandwi kama urembo. Tunapanda kutunza mazingira yetu. Mimi na nyinyi tumwahidi Mheshimiwa mkuu wa wilaya na tuiahidi serikali kiujumla kuwa tutaitunza miti hii. Tuahidi kwamba tunakubali huu ni wajibu wetu na jukumu letu kuhakikisha kwamba miti inapandwa na serikali, lakini hata sisi wenyewe tuweke juhudi binafsi kupanda miti mingine sehemu mbalimbali. Wananchi wenzangu, ndugu DC, kuna wakati fulani miaka ya 2000 mwanzoni tulifanya zoezi kama hili, lakini tulisimika miti, tuliipanda maeneo ambayo sio sahihi, na baada ya muda taasisi nyingine zilikuja kuiondosha ile miti. Sasa rai yangu kwa sisi watunzaji wa mazingira, miti hii tuipande maeneo sahihi itakayoweza kukua na kuacha alama kwa vizazi vijavyo, kama ambavyo leo tumepata alama ya miti mikongwe ile ya miembe ya Boma Road iliyopandwa wakati kabla tujapata uhuru wetu wa Tanganyika na baadaye Tanzania. Tupande miti maeneo sahihi ili iweze kuwa alama. Miti ya Morogoro mjini ya kupanda, leo tunamkumbuka mzee wetu Yusuf Rajabu Makamba aliyewahi kuwa mkuu wa mkoa wa Morogoro. Miti tunapanda leo tarehe 11 mwezi wa 4, basi ibakie kama kumbukumbu kwa kiongozi wetu mkuu wa wilaya kuja kusimamia zoezi hili, ili baada ya miaka 30-20 ijayo wajukuu zetu na watoto zetu waweze kusema miti hii iliasisiwa na Musa Kilakala akiwa mkuu wa wilaya ya Morogoro. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media.